إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, ndugu zangu ni Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, yani ambao mmeamini. Allah anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, anakusudia wale ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini mtume alayhi salatu wassalam na kukubali yale ambayo yalikuja katika dini hii ya Uislamu na wakakubali kuyafuata. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba enyi mlioamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu na za wale watu wenu kutokamana na moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika aya hii kuwa kwamba sisi inatakiwa tuziokoe nafsi, au kwanza uiokoe nafsi yako na kisha uiokoe nafsi ya ndugu yako. Utaiokoaje nafsi ya ndugu yako? Utaiokoa nafsi ya ndugu yako kwa kumwamurisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha. Na sana sana hutuba yangu ya leo itagusia swala zima la malezi, swala zima la malezi kuhusu mzazi, jinsi ya kumlea mtoto wake, awe ni wa kike au wa kiume, au atakuwa ni mkubwa au ni mdogo, afahamu kuwa yeye ni wajibu na ni lazima kufahamu mtoto wake anaendeleaje, anaishije. Je, anaishi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka au la? Wewe kama mzazi ni wajibu kumchunga mtoto wako, ni lazima umchunge mtoto wako tangia pale anapokuwa mdogo mpaka anakuwa, lazima umchunge. Na jambo ambalo kwamba wewe mwanadamu au Muislamu wa kiume au wa kike ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza ni ile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikupa, na amana yenyewe ni amana ya watoto, kuwachunga watoto, kuwalea katika misingi ya dini, kuwalea vizuri ili kiweze kupatikana kizazi kilichokuwa chema katika ulimwengu huu. Lakini vile vile watoto hawa ufahamu ya kuwa kwamba utakapotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukafika kwake, basi wale watoto ambao utakuwa liwaacha duniani hali ya kuwa wao ni wema na wanafanya matendo yaliyokuwa mema, basi nadhani wewe bila shaka kule unakuwa ni mwenye kupata thawabu nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho ulikiandaa hapa duniani. Mtume alayhi salatu wasallam anasema kwamba idha mata ibnu adama qata amaluhu illa in thalatha, kwamba mwanadamu anapokufa
matendo yake yote yanakatika isipokuwa matendo ya sampuli tatu au matendo ya aina tatu. Tendo la kwanza akasema ni sadaqatun jariya, sadaka endelevu. Ulichangia chochote katika msikiti au ulijenga msikiti au ukafanya mambo yaliyokuwa ya kheri, ni sawa itakuwa ni ulimsaidia maskini au ulijitolea chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu kuna kheri yoyote ambayo ulifanya katika Uislamu huu na watu wakaipenda kheri hiyo, naona haikuwa kama ni jambo la shari, la bali ilikuwa ni jambo la kheri, ukalifanya lillahi azza wa jalla, basi hiyo au hilo jambo litakuwa ni sababu ya wewe kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo au hilo ndio tendo la kwanza ambalo kwamba ukifa basi linakusaidia. Lakini jambo la pili ni au ilmin yuntafa'u bihi, elimu yenye manufaa, elimu ambayo kwamba itakuwa na manufaa katika ulimwengu huu. Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikupa elimu, na baada ya kupatia hiyo elimu ukawa ni mwenye kuifanyia kazi. Elimu unaifanyaje kazi? Elimu unaifanyia kazi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha, lakini vile vile unaifanyia kazi kwa kuyatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyakataza. Hapo ndio elimu utakuwa umeifanyia kazi, lakini vile vile uifikishe. Nadhani kila mzazi ambaye kwamba Allah amempatia neema ya watoto, basi ni juu yake au ni lazima yeye kuwaelimisha watoto wake, ni lazima awaelimishe watoto wake. Kwa sababu hiyo elimu, pende unapompa mtoto wako elimu, wewe Allah hajakujalia elimu, lakini ukawa unaipenda na unapenda watoto wako wawe katika misingi hiyo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi ile sababu ambayo wewe utaifanya ukawapeleka katika madrasa na wakasoma watoto hao na wakakuwa hali ya kuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakaanza kujitegemea, hali ya kuwa wako katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe bila shaka kule utakapokuwa utakuwa ni mwenye kupata thawabu nyingi kwa sababu ya kile ambacho ulikiandaa katika ulimwengu huu. Maana uliandaa watoto, ni sawa sawa atakuwa ni watoto wako au ni watoto wa ndugu yako. Maadamu kile kitendo cha wewe kumtengeneza akawa vizuri kiasi cha kwamba anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, basi yani matendo ambayo atakuwa anayafanya lillahi azza wa jalla, basi wewe utakuwa ni mwenye kupata thawabu nyingi. Mahalu shahid, sehemu ya tatu ni kwamba au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema atakayekuwa na kuombea nini? Dua. Baada ya wewe kuondoka, baada ya kuaga maisha haya ya dunia, kama ulimwacha mtoto ambaye ni mwema, basi bila shaka wewe utakuwa ni mwenye kuendelea kunufaika hayakuwa huko kaburini, kwa sababu ulimtengeneza. Baada ya kumtengeneza akajifunga yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akalazimiana na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anafanya mambo yaliyokuwa ya kheri. Yote haya ambayo anayafanya wewe ndio sababu, kile kitendo cha wewe kuwa sababu kwamba ulimtengeneza, na baada ya kumtengeneza akasimama vizuri na akawa ni mwenye kumtii Allah, basi wewe unakuwa ni mwenye kuendelea kupata thawabu. Ulimtengeneza, lakini vile vile akifanya ibada ya swala, akafunga, kila ibada ambayo yeye ataifanya, basi bila shaka wewe utakuwa ni mwenye kupata ujira uliokuwa mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio sababu ya yeye huyu mtoto kutengamaa. Lakini vile vile huyu ambaye ulimtengeneza, yeye mwenyewe atakuwa ni mwenye kuombea dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mtoto ukimtengeneza vizuri na akawa katika mazingira yale ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, pale unapotangulia yeye atakuwa ni mwenye kukuombea dua. Kila mara anapogeuka huko atamkumbuka mzazi wake au yule mlezi ambaye alimlea, lazima atakuwa anasema ewe Allah, mrehemu huyu, mrehemu mzazi wangu, yeye ndiye sababu ambayo ilifanya mimi natengamaa katika maisha haya duniani mpaka sasa hivi nakutii ewe Allah. Yeye ndiye sababu, yeye ndiye ambaye alitoa mchango mkubwa katika mimi nafsi yangu kukaa katika toa ya kutii wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah, mrehemu mzazi wangu. Kwa mtoto anakuwa ni mwenye kukuombea mara kwa mara, kwa sababu mtoto mwema na mtoto muovu ni tofauti. Na kuzungumzia watoto sio kama mtoto kwa ni mtoto huyu, bali mtoto kwa mzazi akoi, hata kama atakuwa na miaka 50 60, maadamu ana wazazi au wazazi wake wapo au wametangulia, bado yeye ni mtoto. Kwa hiyo matendo ambayo anafanya lillahi azza wa jalla, wewe huko yanakufikia. Pamoja ndugu zangu Waislamu, ya kwamba
mtoto mwema hawezi kupatikana au kutengenezwa kwa kukaa vijiweni, au wewe mzazi kumruhusu akawa ni mwenye kuzagazagaa, anatembea ovyo ovyo mitaani na kuunda magurupu yale ambayo yatakuwa ni sababu au mchango mkubwa wa mtoto wako kuharibika. Sasa mtoto hapo yeye hataweza kutengamaa, na mtoto ili mlee vizuri pale anapokuwa mdogo lazima umchunge sana, uchunge yale mazingira ambayo yeye atakuwa ni sababu ya yeye kupotoka na kuacha twaa. Watu wangaza sasa tunaona kwamba wao hawatii wazazi, ni wengi. Sasa atakuwa ni kijana wa kiume au kijana wa kike, bali siku hizi wote wanaonyesha kiburi kwa wazazi wao. Wakisha kuwa hawezi kusikiliza tena, yeye anakuwa na uwezo wa kuchukulia maamuzi ambayo yeye anaona kwamba hapa mimi panafaa kuchukua maamuzi. Hakuna watasemahu wastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ama baada ya kumaliza khutba yetu ya kwanza, tunaingia katika khutba ya pili. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema kwamba kullukum ra'in, kwamba nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya kile ambacho alikichunga. Nazungumzia jinsi ya kuwalea watoto. Ni akina nani ambao wanatakiwa wasimamie watoto? Mtume alayhi salatu wasallam anasema kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kwamba nyote ni wachunga. Kullukum ra'in, nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote mtaulizwa juu ya vile ambavyo mlivichunga. Na ufahamu ya kuwa kwamba wewe mwanaume inatakiwa umchunge mke wako, lakini vile vile wewe mwanamke inatakiwa wachunge watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu huyu baba mara kwa mara anakuwa si mwenye kukaa nyumbani. Kwa jukumu la kuwachunga watoto, japo ni wazazi wote wawili, lakini mama wewe ni aula sana kuwachunga watoto wako, kwa sababu wewe ndio unakaa nao kila muda au mara kwa mara, na wewe ndio unaweza kujua tabia zao kuliko baba yeye jinsi anavyowajua. Kwa hiyo jambo la kuwachunga watoto ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu, na ufahamu ya kuwa hiyo ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwako, kwamba ya kuwachunga watoto. Kwa hiyo lazima mzazi wachunge watoto wako, na ufahamu ya kuwa kwamba wewe siku ya kiyama kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuuliza mtoto, atakuuliza wewe ni malezi gani ambayo ulimpatia mtoto. Mtoto wako ulimlea vipi? Je, mtoto wako alisimama sawa? Je, alikuwa ni mwenye kufanya yale ambayo Allah aliamrisha? Alikuwa ni mwenye kumtii Allah kweli wa kumtii, au ulimwacha akaelewa na wa ulimwengu? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kile kitendo cha mtoto kuwa ni mwovu na kuwa ni mwema, wewe mzazi unachangia. Kile kitendo cha mtoto kuwa ni mwovu, wewe mzazi ndio unakuwa umechangia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikupatia mtoto huyu umchunge. Mtoto kama huyu huwezi kusema kwamba ni mwanangu amenishinda na jambo hilo kaliachilia, na kusema kwamba ni mwanangu ameshashindikana katika mitaa hii, sijui mimi nifanyaje. Wewe mzazi, Allah amekujalia akili, lazima upambane ujue mtoto wako unamtoa vipi. Basi aliyakuwa mdogo mlee katika maadili ya Kiislamu mpaka anakuwa akija kupotoka, basi apotoke mwenyewe ushakuwa mkubwa huko. Lakini si wewe kwanza unamtengenezea mazingira ya kwa mdogo. Unakuta wazazi wanawatengenezea watoto mazingira yale ambayo kama mtoto akitoka nyumbani, hata kama hajasema hamna shida, akiwa na magrupu huko nje ya wale vijana ambao ni wauni, hamna shida, anamwachilia. Au mabinti wanatembea na wavulana, wao unaona ni jambo la kawaida, wanasema na unaweza ukasema kama labda huyu ni ndugu yangu au ni jirani yangu. Jirani yako au jirani wa mtoto wako, jirani wa mtoto wako anaweza akawa anatembea na binti yako, wao wanasema ni jirani, lakini jambo hilo haliwezi kuwa salama kwa mtoto wako. Au kawa unawaachilia kwa sababu ni ya ule ujirani, ukawaachilia kwamba au ukatoka nyumbani kwako na huyo ukawa unamruhusu wakutane mara kwa mara, unasema kwamba ni jirani. Hiyo au hilo jambo pia ni sababu ya wewe mtoto wako kumtengenezea mazingira ambayo yatakuwa ni mabaya sana. Kwa hiyo unatakiwa wachunge watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kabla ya mtoto kuulizwa, kabla Allah hajamuuliza yoyote. Yani kabla mtoto hajaulizwa jambo lolote, jambo la kwanza utaulizwa wewe mzazi, mtoto wako ulimchunga vipi? Ulimpa elimu?
Sana tunaona katika madaris watoto hawaje na mzazi anaachilia hivyo hivyo. Au muda mwingine mtoto akimwacha kwamba aje madrasa, basi mtoto anakuja ovyo ovyo. Mtoto anakuja madrasa yako iko mchafu. Anakuja madrasa yako iko mchafu. Lakini akienda katika school basi huko lazima afuatilie, anafuatilia sana. Tunangu anaendeleaje ukoje. Lakini katika swala ya madrasa, yeye hata muda saa 3 saa 4 anashangaa mtoto anakuja madrasa. Kama anakuja kusoma, anakuja kusoma nini mtoto? Anakuja kusoma nini katika madrasa hii? Hawezi kusoma kwamba ifike mnaambiwa kwamba labda saa 1:30 dakika watoto wawe wameshafika. Wewe mzazi unamwacha mtoto wako analala mpaka saa 2 saa 3. Ndio mwingine anaweza akaamka saa 1, lakini wewe mzazi ukampa kazi ukasema kwamba lazima kwanza uoshe vyombo, ufagie mazingira. Lakini katika upande wa pele katika haya elimu za kidunia hatujaona hayo mambo. Mtoto anaamka asubuhi na mapema, anajiandaa anaenda shule, lakini katika swala la kuja madrasa, kwa nini hapo watoto mnawabana sana? Mzazi kama mzazi wewe utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mtoto wako ulikuwa katika upande huu wa dunia ulikuwa ukimwachia anaenda, lakini katika upande wa dini ulikuwa unambana, unampa kazi, unasema kwamba ustadhi apigi huyu ustadhi. Kwa hiyo hata ukienda saa 3 saa 4 utasoma. Na wazazi wengi si wenye kufuatilia, wazazi wengi hawafuatilii. Fahamu ya kwamba wewe mzazi, wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza ni kwa nini ulikuwa ukimbilia katika upande huu wa dunia na kuacha upande huu wa akhira ambao kwamba wewe ndio salama yako. Kwa sababu sisi lengo letu Allah subhanahu wa ta'ala kutuomba ni sisi tumwabudu. Utamwabuduje Allah subhanahu wa ta'ala japokuwa wewe humjui? Huwezi, wala hutaweza kuwalea watoto wako katika misingi ambayo ni ya dini. Hutaweza. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe wa dini huipende. Bila bila watoto wako hata ukiwaachilia kwamba waende madrasa, ile kwamba nawe wakuone kwamba watoto wako labda wanasoma. Kwa hiyo ufahamu ya kwamba wewe mzazi, wewe endelea kuegemea katika upande wa kidunia. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nyote ni wachunga, nyote Allah subhanahu wa ta'ala atakuulizeni na ishi utakavyoishi. Lakini fahamu ya kuwa kwamba watoto ambao Allah amekujalia au amekupa, fahamu ya kuwa hiyo ni amana ambayo Allah yeye amekupa. Ujue kwamba hii ni amana, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye atawaachilia watoto wake hakawa hajawalea katika mazingira yale ya dini, basi afahamu ya kuwa mzazi huyo atakuwa amekula hasara au atakuwa amepata hasara. Lakini yule ambaye atawalea watoto wake katika yale malezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia lakini na kuyapenda, basi mzazi huyo bila shaka atakuwa amefaulu. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliwatengeneza watoto wake katika mazingira ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangapi au wazazi wangapi ambao wanakufa, kisha baada ya kufa kuna watoto ambao uliwasomesha katika masomo ya kidunia, na Allah akajalia wakawa na uwezo, wanakuja kwako. Baada ya kuja kwako, sio kama wale watoto wanaanza kuombea dua au waladin salihin yad'u la, kama Mtume alayhi salatu wasallam alivyosema kwamba au mtoto mwema ambaye atakuombea dua. Angalia huko katika mtoto ambaye umempa dini. Je, akija labda mzazi wangu alikufa sipo, akaja katika nyumbani, lazima atakuwa ni mwenye kumwombea mzazi wake. Lakini huyu ambaye umempa mambo ya kidunia, na yeye akili yake inawaza mambo ya kidunia, akiamka akilala mzunguko wake wa maisha yote anakuwa ni mwenye kufikiria dunia. Anapokuja pale nyumbani, jambo la kwanza atafikiria kujengea kaburi. Lakini huyo ambaye kwamba umempa deni, jambo la kwanza akifika nyumbani atakuwa ni mwenye kumwombea dua. Hapa kuna tofauti. Na kujengea swala la makaburi tunafahamu ya kuwa ni jambo ambalo katika dini yetu ya Uislamu limekatazwa. Lakini yule ambaye ni mtoto tofauti, kama huyo ni mtoto ambaye ni mwema na huyo si mwema, angalia huyo ambaye umempa dunia, hata kama atakuwa na hela nyingi, ana biashara kubwa, akija nyumbani pale ataangalia kaburi la mzazi wangu lipo upande gani, atalitafuta, kisha pale atasema hilo kaburi takiwa lijengewe. Hizo ndo akili zao. Lakini katika upande wa dini huku, akija yule ambaye ulimpa dini, huyu hawezi kufikiria hayo mambo, hawezi, bali atakuombea dua. Na huku ukiangalia huyu akijengea kaburi lile, wewe hutaweza kunipeleka kwa chochote. Ule udongo ambao unawekewa au ile zege sio kama itakufikia, hapana.
wala huwezi ukanufaika kwa ile zenge ambayo wewe unawekewa au tairizi ile ambayo unawekewa. Lakini huyo ambaye ulimpa deni, je, akifika jambo la kwanza atakuwa ni mwenye kufanyaje? Mwenye kukuombea dua. Kwa hiyo hapa ndio kuna tofauti wa yule ambaye kwamba ulimsomesha na huyo ukumsomesha. Lakini vile vile tumeambiwa kwamba swala jambo ile kwa wale watoto inatakiwa wote uwape uadilifu, sio unampendelea mmoja au wawili. Allah amekujalia watoto 5 kisha wawili unawapendelea, alafu kisha watatu hawapendelei. Katika dini yetu Allah amekataza jambo la kubaguana, kuwabagua watoto. Ni jambo ambalo halipo sawa. Bali watoto wote inatakiwa uwape haki moja. Kama ni kuwapa deni, kuwasomesha wote deni. Kama ni kuwasomesha deni na kwamba ziada ya maisha mengine, wape wote, sio nampa mmoja kwamba huyo ndiye bora, au kuwachukua wale ambao kwamba huyo ana akili sana, huyo akili zake hazimo. Huyo ambaye hana akili apeleke katika madrasa. Huyo ambaye Allah amemjalia akili aendelee na shule. Sasa hivi ndio tunaona kwamba wale ambao tulikuwa tunaona kwamba katika darasani wana akili, wewe Allah akishakupa elimu ya dini mnakuja kuangalia kwamba hawa walikuwa ni bilaza, hamwezi kuwa sawa. Na mfano kwamba ni mimi mwenyewe, wale ambao nilikuwa nikisoma nao kwamba walikuwa na akili sana, na nilikuwa walikuwa nipasi sana. Mimi huku nilikuwa ni mdogo mdogo. Lakini sasa hivi tunakuja kuona kwamba mbona kuna tofauti mkubwa. Wao mpaka sasa hivi bado wako wanasoma, wanahangaika na dunia. Lakini mimi nipo nafanyaje? Nafanya kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao wanahangaika na dunia. Na waweze kuhangaika na dunia mpaka kufikia miaka 24, 25 au miaka 28 usimwasi Allah. Aliyakuwa si mmoja kushughulisha na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima utachukua mipaka katika ulimwengu wa sasa na hali ya sasa ilivyo. Uweze kufikisha miaka 28, miaka 30 kwamba au katika upande wa dini, katika upande wa dunia unasoma na unasema kama mimi sijawahi kuoa au kufanyaje, lazima utakuwa ni mwenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kila siku unakula, kila siku unakula, si kwa maana unafunga, hapana, haufungi. Kwa mtoto wako wewe umemjenga hivyo, na ameshakuwa na kuna sasa huyu ndio mwenye maana sana kuliko huyu wa dini. Lakini akishakosa ajira huyu, utamwona wa dini kama ndio mwenye maana. Na pale sana unapotokea msiba katika sehemu za familia, utaona mtu wa dini ndio anakuwa juu. Huyu wa dunia huyu lazima atakaa chini. Kwa nini? Ni kwa nini? Kwa sababu dini ya Allah siku zote iko hivyo. Na dunia siku zote mtu wa dunia yupo chini. Kalla, hawezi kuwa sawa. Mtu wa dunia na mtu wa dini hawawezi kuwa sawa. Hata jinsi huyu atakavyoishi wa dunia na huyu wa dini, mazingira yao yatakuwa ni tofauti. Hata wengine watakuwa ni ndugu, hivi kaka, huyu ni mdogo wake. Huyu kaka dini hana, mdogo wake ana dini, lakini tofauti utakuwepo. Jinsi atakavyokuwa anaishi yeye kwake na mimi nitakavyokuwa naishi nyumbani kwangu, tofauti utakuwepo mkubwa sana. Bwana huyu alipendelewa akapewa maisha ya dunia. Mali hayatu dunia illa saqul ghurur. Kwa hiyo jambo la msingi hapa ni sisi kulazimiana na jambo la kuwasimamia watoto wetu ili waweze kufanyaje, waweze kukaa katika toa na kufanyaje, kuwa ni wenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa. Nyote mtaulizwa. Uliwachungaje watoto wako? Ni elimu gani uliwapa? Je, wao walikuwa ni wenye kumtii Allah au walikuwa ni wenye kukimbia na dunia? Je, wao walikuwa wanafanya ibada mara kwa mara? Je, walijituma katika masala ya khairi? Je, wakumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo wewe mzazi utaulizwa kila jambo ambalo mtoto alilifanya, wewe ukawa ni sababu, ujue kwamba utaulizwa. Ndio kwa ulifahamu sana katika swala la watoto, kuwahimiza kusoma watoto, kuwakalisha nyumbani kwamba wewe unatakiwa uende sasa hivi, au mda mwingine anakuwa mkubwa na mdogo, kwamba huyo au asubuhi wanakuja hawa, asubuhi wanakuja hawa. Allah anakujalia watoto labda 5, unasema kwamba ninyi 3 nendeni asubuhi, alafu jioni wataenda 2 au kisha hao 3 hawataenda. Ili jambo si la sawa, ni wazazi au mnakosea sana. Kwa nini katika upande wa shule mnawaruhusu watoto wanaenda wanasoma na wanarudi ule muda ambao kama wamepangiwa kule? Lakini ukumtoka akija utashangaa mzazi anakuja kulalamika, bwana bora hata mtoto wangu bora hata asiende madrasa kwa sababu wanachelewa sana. Lakini kule uweze kusikia wanalalamika, utasikia kama wanalalamika. Lakini katika upande wa madrasa utasikia kwamba mzazi analalamika kwamba huko wanachelewa sana, kwa kuonyesha kwamba hili jambo hili halina umuhimu, ndio maana yake. Lakini kama lingekuwa na umuhimu kwa mzazi jambo hili, basi yeye angekuwa anafanyaje? Angekuwa anatilia mkazo watoto wake, anasema kwamba msifanye kazi yoyote, kazi hizi mimi nitazifanya. Nendeni wapi? Madrasa.
Kwa hiyo jambo la msingi hapa ni sisi kufanyaje? Kuzichunga amana hizi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Hapo jambo kama mzazi utaulizwa kama amana hii ya watoto ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikupa. Kwa hiyo wachungeni watoto wenu na mwapatie malezi yaliyokuwa mema au yaliyokuwa bora, ili muweze kupata salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, muweze kusalimika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo waashirieni watoto wa madrasa wasome, wapate elimu. Mtoto ukimjenga hivi aliyakuwa bado mdogo, inakuwa ni vizuri sana ule kusubiria mtoto labda afikishe miaka 10, 15 kama ndio useme kama ataenda madrasa, au useme kama mtoto wangu mimi nasubiria amalize shule, akimaliza shule nitampeleka katika vyuo vya dini. Unaona tuaje kwamba utafika mpaka mtoto anakuja kumaliza darasa la 7 kama bado utakuwa hai, unajuaje? Wote kujua. Kwa hiyo natakiwa wewe mzazi mtoto wakati Allah amemfikisha katika ile hali ya kuwa na utambuzi kidogo, miaka 3, 4, hata miaka 4, 5, muhimize sana awe ni mwenye kulazimiana na mambo ya misikiti au misikitini, ili apate kupenda Uislamu wake. Au watoto hawa wanajengwa, si kama mtoto atajengwa hapo hivyo nyumbani. Hapana, anapokuwa anakuja msikitini anaona wenzake watu wamevaa siku, wamevaa hivi leo wamevaa hivi, wamependeza mashaallah, naye atakuja atakudai kanzu, atasema yeye mzazi wangu mimi nataka unipe kanzu leo, nivae na kilemba au na kibaragashia. Kwa nini? Kwa sababu kule kawaona wenzake wanavaaje au mwalimu wake anavaaje, kwa nini unakuta anapenda. Sasa kama mtoto hujamjenga katika hali hiyo, unadhani atakuwa ni mwenye kufanya yale ambayo kwamba yatakuwa katika dini? Hapana. Maana atakuwa ni wenye au watakuwa ni wenye kufanya ni wenye kuchupa mipaka katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.